Kwa jina anaitwa Mzee wa Mabomu. Mimi leo nazungumzia bodi ya ligi. Katika bodi ya ligi iliyokuwa mbovu, iliyofeli, hii bodi ya ligi ya sasa imefeli. Hii yote wamesababisha Yanga kukataa viongozi wa mpira wazuri, wakataka waingizwe viongozi hao wabovu. Hii yote sababu ni Yanga ndio sababisha yote haya, mpaka leo tumeletewa viongozi wasiojua mpira, kwa sababu hao walokaa wote siku masaa 24 wale wote hakuna viongozi wa mpira mle, wale wote ni bomu kabisa, yani hawajui kabisa. Tunatakiwa tuwafukuze mara moja, waondoke pale TFF katika bodi ya ligi, waondoke haraka sana, kwa sababu wale mpira wanashindwa kuongoza, na mpira Tanzania sasa hivi unashuka. Leo katika ligi yetu muda sio mrefu utasikia ya 50. Sasa muda sio mrefu bodi ya ligi, kwa sababu ya bodi ya ligi walokaa mle wote ni vilaza, mpira hawajui. Umeona? Kwa hiyo sisi tunasema kabisa bodi ya ligi ile ivunjwe haraka sana tena. Maki wanaleta matatizo. Wewe bodi ya ligi unakuwaje unaandikiwa na Alikamwe anakuandikia barua uwaeleze? Bodi ya ligi inatokaje mtu aseme ueleze? Ile sio kufungia haraka. Maki ile Alikamwe atakiwa afungiwe saa mpira miaka 10, kwa sababu huwezi kuishtumu mtu umwambie kwamba Dani aeleze. Yaani mtu kashetwa hukumu afu unaambia kutolea akupe maelezo. Anakuuliza kama nani? Afu bodi ya ligi mmekaa mpaka leo amchukue hatua yoyote. Kwa hiyo ile bodi ya ligi kwa sababu ichukue hatua yoyote kwa Alikamwe inatakiwa ivunjwe haraka sana. Na bodi ya ligi mpira Tanzania wana uharibu. Umeona? Leo hii tunasababisha Simba leo tunashindwa kusogea kufika mbali kwa sababu ya mpira, kwa sababu ya hizo bodi za ligi za ovyo ovyo. TFF mnasababishia Simba leo tunashindwa kufika mbali kwa sababu yetu. Kwa hiyo tunaomba kuanzia leo tunataka bodi ya ligi ivunjwe. Mheshimiwa Makonda, tunataka bodi ya ligi ivunjwe kwa sababu mle katika bodi ya ligi ina viongozi vilaza, hawajui mpira. Wote waliokaa pale mpira hawajui. Leo hii Yanga wanatakiwa kacheza prison Mbeya. Leo hii bodi ya ligi unakuja kukaa unaufungia uwanja. Wewe uone kama tunatia mambo ya kipumbavu haya. Kwa sababu uwanja umefunguliwa, juzi ulikuwa umefungiwa, ukarekebishwa, ukafunguliwa. Sasa kama uwanja umeshafunguliwa, ina maana leo ndani ya siku 2 tu unakucheza Yanga unafungia uwanja. Ina maana uone kama hapa mnapanga matokeo. Umeona kama mnaibeba Yanga. Hii bodi ya ligi inatakiwa ivunjwe haraka sana. Viongozi wote wanatakiwa watolewe katika mpira. Hawafai. Afya ya akili wao wanayo, kama alivyosema ndugu yangu Muhindi. Mimi ni kweli wana afya ya akili wale viongozi wote. Hawafai kuongoza mpira wa Tanzania. Alafu viongozi wa Simba, hili sio kulikalia kimya. Haiwezekani kila siku Simba tunapata magoli yanakataliwa. Afa viongozi wa Simba nyinyi mnakaa mnacheka. Hii biashara hatutaki tena. Umeelewa? Nakwambia ni viongozi wangu wa Simba. Hili swala sisi tunafunga magoli yanakataliwa. Tunakuja kupigana wenyewe kwa wenyewe sasa. Mimi nasema kabisa hii ndio mara ya kwanza na ya mwisho. Hawataki tena kuona Simba ananyimwa magoli yake ya haki. Afu ananyimwa. Tutapigana wenyewe makofi sasa. Kwani magoli Yanga yakubaliwe? Afu ya Simba anakataliwa. Mimi nazungumza kabisa viongozi wa Simba ili mliangalie kuanzia sasa tunabidi tuwe wakali, kwa sababu namna yetu wanavyochakacheka namna hii wanatuona sasa si wajinga. Tunatakiwa tuwe wakali, tutapigana makofi wenyewe kwa wenyewe ili sasa tusonge mbele, kwa sababu bila hivyo timu yetu ina nani, tunacheza mpira Tanzania kama tutakuwa tu wakali katika mpira huu. Unaona? Kwa hiyo nachozungumza viongozi wangu, mimi najua kabisa kuna kiongozi huyu mwenyekiti wetu huyu, hakuna kiongozi. Hii tunajua kabisa kiongozi hapa hatuna, lakini tunatakiwa tufanye uchaguzi haraka sana. Mangungu aondoke madarakani, tutafute viongozi waliosimama. Huyu Mangungu hawezi kutufikisha popote kwa sababu huyu anatumika.
hatufai katika timu yetu ya Simba Sports. Hao viongozi wanakasi tupigane makofi. Mimi nazungumza kabisa, viongozi wangu wa Simba, nadhani mmeliona hili, hakuna kulifumbia macho, kwa sababu wachasema wenyewe goli ni halali. Sasa kama goli ni halali, nyie viongozi kwa nini mmekaa kimya? Kama goli liko halali, kwa nini leo nyie mmekaa kimya, hamtukupi chochote? Kwa hiyo viongozi wetu tunaomba haraka sana hizo pointi 3 mfuatie TFF zirudi. Kama hazijarudi tutachapana makofi. Mimi nakwambia kabisa. Na mwisho kabisa namaliza leo, sitaki kuongea sana kwa sababu saumu imenibana. Saumu leo imenibana, ndio basi kuongea sana. Nazungumza tena na jengine. Mwenyekiti wa wazee wa Simba, Mzee Dalali, kwa nini chumba namba 4 unakifunga? Kwa sababu wewe sisi tuko vitani, una gala la mabomu unalifunga. Manake nini? Unataka sisi tushindwe vita? Sasa tunataka chumba namba 4 kifunguliwe haraka sana, kwa sababu kile chumba kina mambo mengi. Leo wachezaji wa Simba wanaumia ovyo, wanalogwa ovyo, wanacheza chini ya kiwango kwa sababu chumba namba 4 hakifanyi kazi. Kwa nini? Au tuje si wazee sisi? Nyie kama wazee mmeshachindwa, mtuambie tuje wazee sie. Chumba namba 4 tunataka kifanye kazi sasa. Hata hiyo imebakia ni vita, hii mpira uko kwenye vita. Chumba namba 4 kifanye kazi. Mpira fiti na wewe unashindwa kufanya. Au Mangungu anaambia iko chumba mfunge. Naomba iko chumba kifunguliwe haraka sana. Chumba namba 4 kifanye kazi. Wazee wa Simba tunataka chumba namba 4 kifanye kazi. Hatuwezi sisi kukosa ubingwa tukiwa tuna timu nzuri. Haiwezekaniki. Lakini kwa sababu nje ya uwanja tunafanywa filigitu, tunakosa ubingwa kizembezembe. Na kwa sababu wazee nyinyi hamfanyi lolote. Sasa kuanzia sasa tunataka kama nyinyi wazee mmeshindwa, mtupishe. Inatosha.